الصيد السند الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم احفظ من جميع البلاء والقضاء لشر خلق الأرض والسماء وبحق هاتم سليمان بن داود عليه السلام وبحق هاتمهنا يا شمهيشا يا مشتشا يا كهيجو يا كهيجو يا رباه يا سيداه يا مولاه يا حياة رابته يا الله يا الله يا غياث المستيسين يا آمن الخائفين يا مجيب الدعوات يا قاضي الحجات استجيب دعانا بحق آدم السفير. Ikiwa leo ni tarehe 8 Machi 2025, siku ya wanawake duniani, ambapo Jumuiya ya Umoja wa Wanawake Tanzania UWT mkoa wa Magharibi Kichama imeadhimisha siku hiyo kwa kuombea dua viongozi wa nchi Dr. Samia Suluhu na Dr. Hussein Mwinyi katika viwanja vya ofisi ya CCM mkoa wa Magharibi Kichama. Tunaomba kwako ya Rabbi usalama, tunaomba kwako ya Rabbi mjalie neema kiongozi wetu, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu. Ya Rabbi muepushe na shari za walimwengu, za majini na watu na wanda usiku na mchana. Ya Rabbi mjalie ushindi ya Rabbul Alamin. Ya Rabbi mjalie ushindi ya Rabbul Alamin. Umlinde na hasadi za walimwengu na vita vilivyomzunguka vya vyama vya upinzani. Ya Rabbi nakuomba kwa rehema zako mjalie rais wetu wa Zanzibar Hussein Mwinyi, umondoshe mitihani ya Rabbi, umondoshe nuksi ya Rabbi, umondoshe hasada ya Rabbi, umondoshe vita ya Rabbi, mpe ushindi ya Rabbul Alamin. Ya Rabbi ikifika siku ya uchaguzi, ya Rabbi mpe ushindi wa nguvu ya Rabbi, na mjalie amani ya Rabbi. Akizungumza mara baada ya dua hiyo, naibu katibu mkuu wa UWT Zanzibar Tunu Juma Kondo anasema ipo haja kwa serikali kuzidi kuwapa nafasi za uongozi wanawake kwa lengo la kuleta maendeleo nchini. Nimealikwa hapa leo kuongoza wanawake haya kama ni maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, ambapo kwa upande wa Zanzibar, upande wa serikali, maadhimisho haya yalifanywa tarehe 6 na alikuwa mgeni rasmi Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi. Lakini leo tarehe 8 maadhimisho haya yalifanyika kitaifa mkoani Arusha, ambapo mgeni rasmi atakuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama yetu Samia Suluhu Hassan. Lakini katika mikoa yetu hatukufungwa kufanya shughuli hizi, na mimi nilikuwa hapa leo kama mkoa huu wa Magharibi kwa ajili ya kuadhimisha maadhimisho haya ya siku ya wanawake duniani. Kwa kawaida maadhimisho haya hufanya kwa mambo mbalimbali, tunafanya kutembelea watoto, wazee, sherehe mbalimbali. Lakini mwaka huu siku hii leo imeingia katika siku ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo mkoa wetu huu umezingatia sana na wakasema tunaadhimisha kwa kufanya dua kubwa ya kuombea viongozi wetu Dr. Samia Suluhu Hassan na Dr. Hussein Ali Mwinyi, wa viongozi wote na nchi yetu kwa ujumla. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana uongozi wa mkoa wa Magharibi mwa hili, na niwashukuru wananchi wote walioshiriki katika sherehe hii kusoma dua hii kwa mwezi huu mtukufu. Tunaamini Mwenyezi Mungu atazipokea dua zetu hizi kwa salama na amani, na atatukubalia dua yetu hii tuliyofanya hapa. Tunu anasema siku ya wanawake ina lengo la kuwapima na kutatua changamoto ambazo zimejitokeza na kufanyiwa kazi kwa haraka, na kuelezea kuwa licha ya baadhi ya nafasi wamepewa wanawake, ni vyema kuendelea kuaminiwa kwa kuwa wana uwezo wa kuiongoza nchi. Lengo letu nchi yetu iendelee kuwa na maendeleo, nchi yetu iendelee kuwa na amani na utulivu. Viongozi wetu hawa amani na utulivu ambao wanaisimamia, naamini nchi yetu itakwenda salama. Na ukizingatia mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, basi tunamwomba Mwenyezi Mungu kupitia dua yetu hii ya leo uchaguzi huu uwe wa salama na amani. Lakini naomba zaidi chama chetu cha Mapinduzi kishinde kwa ushindi mkubwa mno, wa uiongoze nchi hii Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na Dr. Hussein Ali Mwinyi waendelee. Lakini niseme pia leo siku ya wanawake, tunawaomba wakina baba wote majumbani leo wawape zawadi wake zao na watoto wao wanawake wote, wasifanye hiana, maana leo ni siku yetu wanawake. Kwa upande wake mwenyekiti wa UWT mkoa wa Magharibi Kichama Fatma Ali Ameri amewataka wanawake wa Kiislamu kukithirisha ibada hasa katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, na kuasihi kutumia vyema nafasi wanazopewa kwa lengo la kukijenga chama na jamii kwa ujumla. Naendelea tena kumshukuru Mwenyezi Mungu, ametuwezesha tumeanza kufunga mwezi wa Ramadhani tangu mwezi mosi mpaka hii leo. Namuomba Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kuziendeleza zile idhikari zote tulizokuwa nazo, lakini pia tudumishe ibada, kwani ibada ndiyo nguzo ya Muislamu.
Badala ya kusema hayo, nikesha pia na asia kina mama wenzangu, tujitahidi sana katika masuala ya kuadhimisha siku ya wanawake katika hali kama hii ya khairat, kwa sababu tunapoendelea kumwelekea Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu ndio anatupa heri na baraka katika nchi yetu. Sisi kwa kuwa ni wanawake, kwa kuwa ni walezi, kwa kuwa ni viongozi, basi tuna kila aina ya sababu ya kuhitaji rehema kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo naomba sana wanawake wenzangu, tuzidishe ibada, lakini pia tupendane, tushirikiane, tushikamane katika masuala yote, ikiwa masuala ya kikhairati, lakini pia masuala yetu ya kibinafsi, kijamii kwa ujumla. Mheshimiwa Naibu, hapa leo uko katika mkoa wa Magharibi. Mimi nimefurahi sana kwa kuja kwako, lakini nimefurahi sana leo Mwenyezi Mungu kutujalia akatuwezesha, akatupa na ile nuru ya kusema leo ametubarikia katika kisomo chetu hichi, kwa sababu asubuhi tulikuwa tuna wasiwasi sana. Wasiwasi wetu tulisema leo dua yetu haitafanikiwa kwa ajili ya hali ya hewa ilivyokuwa, lakini Mwenyezi Mungu kwa kuwa ametuona nia zetu, tumekuja hapa kwa ajili ya kuomba kheri, basi alilipeperusha wingu bila kutarajia, tumepata faraja, tumepata wasa wa kuweza kuomba dua yetu. Hivyo naomba Mwenyezi Mungu atuwezeshe tukiondoka hapa tuweze kuwa na amani, tuweze kuwa na utulivu, lakini pia atujalie heri miongoni mwa heri zake, atuondoshe shari miongoni mwa shari zake, tuzidishe upendo na mshikamano, lakini pia tuipende nchi yetu na wenzetu waliokuwepo hapa na waliokuwa hapo hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi nahisi kwa shukrani hizo nilizokwisha kuzitoa kwa Mwenyezi Mungu kwa leo hii, na kushukuru tena zaidi ya sana wewe uliotoka huko kwaja hapa, lakini pia natoa shukrani tena kwa mashirikiano makubwa niliyoyapata kutoka ndani ya wanachama wenzangu wa Chama cha Mapinduzi kimkoa, mkoa wa Magharibi, kina mama moto moto. Sekwa Muhammad Ali ni katibu wa idara ya itikadi na uenezi na mafunzo CCM mkoa wa Magharibi Kichama, anasema siku ya wanawake duniani iendelee kumjenga mwanamke katika kusimamia masuala mbalimbali ya maendeleo, pamoja na kuwataka wanawake kujitokeza kugombea nafasi mbalimbali za uongozi, haswa uwakilishi na ubunge. Leo tunaadhimisha siku ya wanawake duniani. Tunaadhimisha siku ya wanawake duniani kwa kujua umuhimu wa mwanamke katika dunia hii. Tunajua kwa nini siku ya mwanamke, na tunaadhimisha siku hii kwa sababu mwanamke amekuwa jasiri. Mwanamke amejengewa ujasiri na amekuwa jasiri katika kazi zake zote. Lakini mwanamke amepata ujasiri wa kuwa kiongozi na kusimamia wenziwe na kuongoza wenziwe. Lakini mwanamke amejengewa ujasiri wa kuweza kujiamini katika kufanya kazi zake. Sasa mwanamke si mtu dhalili, na ni mwanamke ambaye sasa imesimamiwa imara, na kwa sababu hasa nchi yetu hii haina ubaguzi baina ya mwanamke na mwanamume, na imewekwa 50% kwa wanawake. Kwa hiyo bado mwanamke amejengewa uwezo kwa zile 50% tu, basi mwanamke tayari amejengewa uwezo wa kujiamini katika utendaji wake. Na ndio mwanamke akawa jasiri katika matunzo ya kutunza watoto, lakini mwanamke amekuwa jasiri wa kusimamia nchi na wananchi kwa jumla, lakini mwanamke amekuwa jasiri katika kutunza familia na kuanza kuibua ili kuweza kuendeleza ili kuweza kukua vizuri katika kuisimamia nchi katika maadili. Sasa mimi niseme mwanamke ni mtu ambaye ana umuhimu na ni mtu ambaye nchi yetu inamthamini sana. Kuadhimisha siku ya mwanamke duniani, wanawake tumefaidika kwa asilimia kubwa. Tumefaidika vipi? Tumefaidika kwa kupata nafasi za kuweza kugombea nafasi zote, na ninatoa wito kwa wanawake wote kujitokeza katika kuchukua nafasi za kuomba uongozi, kuanzia ngazi ya chini mpaka juu, kwa maana ngazi ya balozi, ngazi ya diwani, ngazi ya ubunge na mwakilishi, ili nasi wanawake tushirikiane kwa pamoja katika Tanzania hii
kuendeleza nchi yetu. Naye mjumbe wa mkutano mkuu mkoa wa UWT Mwajuma Mzee Salum akatumia fursa kwa kukiomba Chama cha Mapinduzi kuzidi kuwaona wanawake katika nafasi mbalimbali za uongozi ikiwemo vijana na wazazi ili kuzidi kukijenga chama vizuri na kuwatoa hofu wanawake kwa kujitokeza kwa wingi wakati utakapofika kuchukua fomu za nafasi za uongozi, kwa sababu tayari wamejengewa ujasiri kupitia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Siku ya leo ni kwetu sisi ni siku adhimu, ni siku nzuri. Kwanza ni siku ambayo imekuja mwezi wa Ramadhani imeangukia. Tumewaombea dua marais wetu, tumeombea dua viongozi wetu, tumeombea dua nchi yetu, tumeombea dua kila ambaye alikuwa katika iko nchi hii, pia Mwenyezi Mungu katika dua hii ipokee. La pili, siku ya leo tunaomba kwa chama kizidi kutupa baraka kina mama katika nafasi hasa za kugombea, maana hata sana nafasi za kugombea chama kituoni kwa sana, kina mama tuwe wengi, ile 50-50 tunataka tuione, ili kina mama na sisi tujitokeze kwanza viti maalum hata majimboni. Na vile vile kuna nafasi zinatoka mbali, tunaomba chama zituongezee kama ya vijana, kama wazazi nao wapoe viti, hiyo kazi sawa kama UWT, ili pate kujenga chama chetu vizuri, tuzidi kuimarika. Na la pili, mimi nalolizungumza, naambia kina mama wenzangu wasiogope wala wasiwe na hofu, tujitokeze kwa wingi. Kwanza tunashukuru tumemaliza daftari vizuri, na Mwenyezi Mungu atatuwezesha na uchaguzi unaokuja, Mwenyezi Mungu atatujalia salama, kwa sababu kina mama ndio nguvu ya chama, kina mama ndio wengi kuliko kina baba. Kwa maana kina mama nasema moto, UWT moto. Tunasema Mama Samia mitano tena, Dr. Mwinyi mitano tena, kidumu Chama cha Mapinduzi, UWT oye. Maadhimisho hayo ya siku ya wanawake duniani yameadhimishwa kitaifa mkoa wa Arusha hapa nchini. Mtazamaji wa Keshidi TV, toa maoni yako kuhusiana na video hii. Pia usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Kutoka Mwera wilayani ilipofanyika dua hiyo wilaya ya Magharibi A mkoa wa Magharibi Kichama, Mwarabu Madi, Keshidi TV, elimu ni hazina yetu.